waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Anaposema kwa kusudi hili, unaweza ukaweka hapo kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa. Neno alidhihirishwa unaweza ukaweka alikuja. Kwa hiyo hilo neno linasema kwa sababu hii, kwa kusudi hii mwana wa Mungu alidhihirishwa, alikuja ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo kusudi lililomfanya Yesu aliyekuwa neno akavaa mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana atokaye kwa Mungu. Sababu iliyomfanya kuja ulimwenguni ilikuwa ni kwa ajili ya kuziharibu kazi za Ibilisi. Mtumishi, unataka kusema nini? Uchawi uliharibiwa, alikuja kwa ajili ya kuziharibu na kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo mimi niliyemwamini Kristo, mtu hawezi kwenda kwa mganga na akaniroga. Alikuja kuziharibu kazi za Ibilisi. Manake kazi yoyote unayoifahamu ya Ibilisi, Yesu alipokuja, kwa sababu hilo ndio lilikuwa kusudi au sababu ya Yesu kudhihirishwa, sababu ya Yesu kuja. Maandiko anasema kwa sababu hii, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo kazi zote za Ibilisi ambazo wewe unazifahamu, weka kwa majina yake yote unayoyafahamu. Tafuta kazi yoyote ulimwenguni unayoifahamu ambayo hii inatokana na Ibilisi. Yesu alipokuja kwa kazi yake ya msalabani aliyoifanya, kwa kazi ya wokovu aliyoifanya, kazi zote za Ibilisi Yesu alizivunja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya Yesu kudhihirika, sababu ya Yesu kuja ulimwenguni. Alikuja kwa makusudi kabisa ya kuzivunja kazi zote za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna kazi ambayo ilibaki haikuvunjwa kwa kazi ya msalaba Yesu aliyoifanya. Kila kazi unayoifahamu ya Ibilisi, sasa kama baba wa kazi hizo, yeye ndiyo kazi zake zilivunjwa, kuna nini kilichobaki? Hakuna kilichobaki, kwa sababu Yesu Kristo kwa kazi ya msalaba aliweza kuzivunja kazi zote za Ibilisi. Mwanadamu kama mwanadamu hana uwezo wa kumshinda Ibilisi, hana uwezo wa kuzishinda kazi za Ibilisi, na ndio maana Mungu akaja mwenyewe katika mwili ili apate kuzivunja kazi za Ibilisi. Kwa hiyo yule aliyemwamini Kristo, nguvu za giza juu yake hazina nguvu, mamlaka za giza juu yake hazina uwezo. Chochote unachokifahamu cha nguvu za giza, wamwamini hakina uwezo wa kumshinda, kwa sababu kwa kule Yesu kudhihirika alizivunja kazi zote za Ibilisi. Kwa hiyo kama kuna wakati mtu wa Mungu huwa unaomba, ninavunja kazi za Ibilisi, ninavunja uchawi, ninavunja uganga, ninavunja chochote kile ambacho ni nguvu za giza, unapoteza muda wako na unapoteza nguvu zako. Yaani ni sawa na umekuta kitu kimekufa, halafu unaendelea kukishambulia, unakipiga, unasema nataka kukiua. Unapoteza nguvu na kupoteza muda wako, kwa sababu hicho kitu kimeshakufa, hakifi tena. Kwa hiyo unaposema kwenye maombi yako, ninazivunja nguvu za shetani, ninavunja uchawi, kwa sababu uchawi ni moja ya kazi za Ibilisi, uganga ni moja ya kazi za Ibilisi. Chochote unachokifahamu ambacho kinatokana na Ibilisi, Yesu kwa kazi yake ya msalaba alishakivunja. Neno linasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, sio atadhihirishwa, alidhihirishwa. Maanake alishadhihirishwa, alishakuja, na kwa kazi ya msalaba aliyoifanya alishazivunja kazi za Ibilisi. Hakuna kazi iliyobakia. Kwa hiyo wakati tunapoomba na kumwambia ninavunja kwa jina la Yesu uchawi, ninavunja kwa jina la Yesu, au maombi yoyote tunayoyaelekeza kwa ajili ya kumshambulia shetani, tunapohisi au kuona
dalili za maonezi ya nguvu za giza kwenye maisha yetu, hayo maombi huwa yanakuwa hayana maana, kwa sababu kwa kile Yesu alichokifanya msalabani, kazi zote za ibilisi Yesu